الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Mzangu katika iman, leo tutaendelea na tafsiri ya Qur'an, na sura ambayo tutakayokuwa nayo leo tutaanza na suratul Nazi'at baada ya wiki iliyopita kuimaliza suratul Naba. Suratul Nazi'at ina aya 46. Suratul Nazi'at ina aya 46. Sura hii hali yake inaelezea kama zilivyokuwa sura zingine za Makka, kwa sababu surati Nazi'at ni sura ambayo imeteremka Makka, na mnafahamu nini sura za Makka zinatibu changamoto ya aqida. Kwa hiyo na sura hii nayo itakuwa inazungumzia aqida, itikadi. Kwa hiyo sura itakuwa inazunguka katika mambo kadhaa. Miongoni mwa hayo itakuwa inazungumzia ujumbe wa Allah, kwamba Allah ni mmoja, lakini pia unazungumzia masala ya al-ba'th, kufufuliwa. Lakini pia sura hii inaelezea kuhusu saa ya kiyama na mafikio ya wacha Mungu na mafikio ya wale mujrimuna waofu. Sura hii itakuwa inaeleza mambo hayo. Lakini pia sura hii itaeleza kisa kifupi cha Musa na Firaun. Lakini mwisho kabisa itamalizia sura hii na kile ilichoanzia nacho, ambacho ni masala ya kufufuliwa. Kwa hiyo kwa kifupi, haya ndiyo ambayo tutakayoeleza au yatakayoelezwa katika sura hii. Tunaanza na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashqa was sabihati sabha fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amra. Allah subhanahu wa ta'ala anaanza maneno haya au anaianza sura hii kwa kuwapa. Anaanza kwa kiapo, ambacho kiapo hiki anasema wan-nazi'ati gharqa. Allah anaapa wa malaika ambao wanatoa roho za makafiri kwa nguvu. Wan-nazi'ati gharqa, anaapa wa malaika ambao wanazitoa roho za waovu, roho za makafiri. Gharqan, yani utoaji wa nguvu. Ay aqsama bil malaika, ameapa kwa malaika allati tanzi'u arwah al-kuffar, ambao wanazitoa roho za makafiri. Naz'an balighan, ule utoaji na ufutaji mkubwa kabisa. Aqsal ghaya fi shiddati wal usri, katika hali ngumu kabisa na uzito. Makafiri watakapokuwa wanatolewa roho zao, watatolewa katika hali ngumu sana na ya uzito. Roho itakuwa inavutwa sana kwa nguvu. Hawa ndiyo malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia anaapa na malaika wa pili, wan-nashitati nashqa, anaapa kwa malaika wenye kutoa roho za waumini kwa wepesi. Wan-nashitati nashqa, anaapa kwa malaika
wenye kutoa roho za waumini kwa upole. Ai aqsama bil malaika allati tanzi'u arwaha almu'minina bisuhulatin wa yusrin. Allah anaapa kwa malaika wanaotoa roho za malaika za waumini kwa wepesi, rafiqan, kwa upole, yani wanazitoa zile roho za waumini pole pole, kwa sababu roho inauma. Kwa hiyo inapovutwa pole pole kidogo kuna tafifu kuliko na yule ambaye anavuta kwa nguvu na kuiondoa roho hiyo. Qala Ibn Abbas anasema, akielezea hali hii anasema, inna malakal maut wa a'wanahu yanzi'una ruha al-kafir kama yanzi'u as-safuda. Hakika malakul maut na wasaidizi wake wanazitoa roho za watu makafiri utoaji ambao kama vile mtu anavuta pamba, al-kathiru shu'abi min sufil mubtal, kama vile pamba iliyo, yani kama vile sufi iliyoroa, imewekwa katika kitu, imeng'ang'ania na imeshika. Sasa malaika hao watakuwa wanaivuta. Fatakhruju nafsul kafiri, itatoka nafsi ya kafiri, kalghariqi fil ma, kama vile mtu amezama kwenye maji, anavutwa kwenye maji. Wayanzi'u ruhul mu'min, na itatoka roho ya muumini, birifqin walinin, kwa upole na ulaini. Allah tujalie katika hao. Wayaqbidha, na ataipokea hao malaika hiyo roho, kama yanshitu liqala min yadil ba'iri, kama vile inapovutwa kamba kutoka kwenye mikono ya ngamia, kama vile kamba inapofunguka katika mkono wa ngamia, ndio itakuwa inatoka katika hali hiyo. Ni hali ngumu, ni hali ngumu ndugu zangu. Wewe leo chukua kidonda ambacho ni kibichi, mfano chukua plasta, ibandike kwenye kile kidonda, alafu kikae kile kidonda kama vile kiwe katika hali ya kuvunda, alafu sasa kivute. Chukua ile plasta, ivute, ichane kwa nguvu, maumivu utakayoyapata pale. Huu ni mfano, lakini roho utokaji wake hauelezeki. Ni maumivu makali, atayapata mwenyewe yule anayetoka roho, ndio atayaona. Huo nimetoa mfano mdogo. Nilisikia mmoja katika mashehe akisema kwamba roho inapokuwa inatoka ni kama mfano, yani uingizwe mti ambao una miba, una matawi ya miba, uingizwe katika mwili wako, yaingize yale mamiba, yachome kwa chini, yanaenda chini, alafu sasa ugeuzwe. Sasa unageuzwa ule mti uje kwa juu, ndio unavutwa kutoka katika mdomo wako. Hii mazingira na kweli, subhanallah. Lishina la mti liingizwe katika mwili wako, alafu lipinduliwe, sasa livutwe. Mti lenyewe lina miba, lina matawi ya miba, ndio unavutwa. Wengine wanasema ni kama mbuzi mchune akiwa hai, alafu baada ya hapo mwagie mchanga wenye moto mkali kabisa, maumivu yake yanakuwa ni magumu sana. Kwa hiyo ala kulli hali vyovyote vitakavyokuwa, lakini Allah tunamuomba ajalie tutolewe roho zetu katika hali ya upole. Qala Ibn Kathir anasema, aqsama subhanahu bil malaika
Allah amewaapia malaika hina tanzi'u arwaha bani adam, pale wanapozitoa roho za wanadamu. Faminhum man ta'khudhu ruhahu, miongoni mwa hao kuna wale watakaochukua roho ya mwanadamu bi'usrin, kwa uzito, fatadhriqu fi naz'iha, kama vile atakuwa anazama katika kuitoa ile roho. Wa minhum, na miongoni mwa hao malaika, man ta'khudhu ruhahu bisuhula, kuna wale watakaochukua roho ya mwanadamu kwa upole, wakaannama halatuhu min nashat, kama vile ameifungua katika fundo fulani, kama fundo linafunguka kwa njia nyepesi kabisa. Allah anaendelea kusema katika aya inayofuata, wasabihati sabha, anaapa kwa malaika ambao wanaogelea angani. Yani as-sabihat aqsama bil malaika allati tanzilu bi amri Allah, ambao malaika ambao wanashuka na amri za Allah subhanahu wa ta'ala, wanaogelea katika anga, wanashuka na amri za Allah subhanahu wa ta'ala, wa wahyihi, na wahi wake, minas samaa, kalladhi yasbahu fil ma, kama vile mtu ambaye anaogelea katika maji. Kwa maana musri'ina litamfidhi amrillah, wapo haraka katika kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah anaapa kwa malaika hawa ambao wanaogelea na amri za Allah, wana haraka katika kutekeleza amri ya Allah. Allah anasema tena, fasabiqati sabaqa, anaapa kwa malaika wenye kushindana. As-sabiqat, wana malaika wenye kushindana, sabaqan, wanashindana hasa, ay almalaika allati tasbiqu bi arwahil mu'minina, ambao wanashindana na wanaziwai roho za waumini ila janna, wanazipeleka katika pepo. Wakizichukua tu basi wanaziharakisha kuzipeleka katika pepo. Allahumma ja'alna minhum. Falmudabbirati amra, anaapa kwa malaika wenye kupangilia mambo. Ay almalaika, malaika ambao tudabbiru shuhud alkauni, wanapangilia mambo ya ulimwengu huu, lakini biamrihi ta'ala, wanapangilia mambo ya ulimwengu kwa ruhusa nani? Kwa ruhusa na idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanapanga sasa hivi mvua hii kwa amri ya Allah, lakini iwe sehemu fulani, jambo fulani liwe hivi. Hao wako malaika wenye kazi hizo za kupangilia mambo mbalimbali, lakini kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akatoa mfano firriyahi, katika upepo, wal amtari, mvua, wal arzaq, riziki, wal a'mari, na umri, wa ghairi dhalika min shughuli dunia, na mambo mengine katika mambo ya dunia. Malaika hao wamepewa kazi hii, kazi yao ni kupangilia mambo hayo, lakini kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqsama subhanahu bihadhihi al-asnaf al-khamsa, Allah subhanahu wa ta'ala ameapa na haya mambo matano, aina tano za malaika amewaapia hawa, ala anna al-qiyama haqqun, jawabu lake ndio hilo, wa jawabu al-qasam mahdhufun, jawabu la qasam limeondoshwa hapo. Allah anasema katika viapo vyote hivyo, jawabu lake ni kwamba la tub'athunna wa la tuhasabunna, mtafufuliwa na mtahisabiwa. Kwa hiyo viapo vyote hivyo jawabu lake ndio hilo ambalo limeondoshwa. Waqad dala alayhi qawluhu yawma tarjufu ar-rajifa, yawma tarjufu ar-rajifa, siku ambapo kitatetemeka chenye kutetemeka. Yawma tarjufu ar-rajifa, siku ambapo kitatetemeka chenye kutetemeka. Anakusudia nini hapa? Baragumu hilo, subhanallah.
Hilo ni tetemeko baragumu la kwanza hilo. Yauma tarjufu rajifa, siku ambayo kitatetemeka chenye kutetemeka. Tatba'u harradifa, kitafuatilia cha pili chenye kutetemesha pia. Tatba'uha arradifa, kikafuatilia kingine chenye kufuatilia. Maana yake hapo yanazungumzwa matetemeko mangapi? Mapulizo mangapi? Mawili. Ai, kwa maana yauma yunfakhu fi suri nafkhatul ula, siku ambayo litapulizwa baragumu pulizo la kwanza. Allati yartajifu, ambalo litatetemeka. Wa yatazalzalu laha kullu shay'in, na kila kitu kitatetemeka siku hiyo. Kila ulichokiona hapa duniani kitatetemeka kwa pulizo hilo. Tatba'uha thaniya, tatba'uha nafkhatu thaniya, litafatia tetemeko la pili, pulizo la pili. Wa hiya nafkhatul qiyam, na hilo ndio pulizo la kiyama. Min al-qubur, watu watasimama kutoka makaburini mwao. Ibn Abbas anasema arrajifa waradifa huma an-nafkhatani, anasema ni mapulizo mawili, al-ula wa thania. Amma al-ula fatumitu kulla shay'in, pulizo la kwanza litaua kila kitu biidhnillah ta'ala, kwa idhni ya Allah. Litapulizwa baragumu la kwanza, litaua kila kitu. Allah anasema kwenye sura nyingine, wanufikha fi suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man shaa Allah. Litapulizwa baragumu, basi vitazimia na kufa viumbe vyote vya ardhini isipokuwa vile alivyotaka Allah. Hilo pulizo la kwanza. Thumma nufikha fihi ukhra fa idha qiyamun yanzurun, kisha litapulizwa la pili, ghafla watu watasimama wanaangalia, wameshatoka katika makaburi yao. Ndiyo hapa Ibn Abbas anasema, wa amma thaniyatu, amma pulizo la pili, fatuhi kulla shay'in biidhnillah, litahuisha kila kitu lakini kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma dhakara ta'ala halata al-mukadhibina wa ma yalqawnahu min ash-shada'id wal ahwal faqala. Baada ya hapo sasa Allah akataja hali watakazokuwa nazo watu siku hiyo, ambao wale waliopinga uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema katika aya inayofuata, atasemaje? Qulubun yawmaidhin wajifa, mioyo siku hiyo ya hao makafiri hao. Qulubun, mioyo siku hiyo. Qulubun yawmaidhin, mioyo siku hiyo ya kiyama. Wajifa, itakuwa ni yenye uoga, itatetemeka. Subhanallah. Yani qulubul kufari fi dhalika al-yawm, mioyo ya makafiri siku hiyo ya kiyama, baada ya pulizo na kufufuliwa, khaifatun wajilatun muttaribatun, itahofu, itatetemeka kutokana na hali itakavyokuwa. Absaruha khashi'a, anaendelea kusema Allah, absaruha khashi'a, macho yao, yani macho ya hao makafiri au macho ya hizo nyoyo za hao makafiri, khashi'a, macho yatakuwa ni dhalili kabisa. Absaruha, macho ya hao watu, dhalila, yatakuwa ni dhalili. Haqira mimma ayanat min al-ahwani, kutokana na yale walioyaona kutokana na utisho na uzito wa siku ya kiyama. Macho yatakuwa dhalili kabisa siku hiyo. Hakuna stafu kwamba huyu tunamjua bwana, hakuna siku hiyo. Elewa, yani siku hiyo matendo yako tu yatakusaidia. Hakuna fulani tunamjua bwana, huyu si Ahmad, huyu alikuwa bilali wetu, hakuna huyu si fulani huyu, hakuna. Macho siku hiyo yamekuwa dhalili, kila mmoja ya Rabbi nafsi, hajui atafikia kwenye hali gani. Kwa hiyo ni siku ambayo ni nzito sana, inahitaji
maandalizi. Yaquluna, watasema au wanasema huku duniani, yaquluna, wanasema, a inna la marduduna fil hafira, hivi sisi tutarejeshwa katika hali tuliyokuwa nayo kabla ya hii? Wanauliza lakini kwa lengo la kukanusha. Ni vitu ambavyo haviwezekani bwana. A inna la marduduna fil hafira, ay yaquluna fi dunya, wanasema hapa duniani, na hawa wapo mpaka leo hii, wapo wanaosema istihzaan wa istib'adan lilba'thi, wakifanyia mchezo na kuona jambo hili ni gumu, haliwezekani. Wanasema haya maneno, anuraddu ba'da al-mauti, hivi sisi tutarudishwa baada ya kuwa tumeshakufa, fanasiru ahyaa, tutakuja kuwa hai, baada fanaina, baada ya kutoweka, wanarji'u kama kunna awwala marra, na tutarudishwa kama tulivyokuwa katika hali ya kwanza. Haiwezekani bwana. Qala al-Qurtubi, Imam Qurtubi anasema, idha qila lahum, wanapoambiwa wao, innakum tub'athuna, hakika nyinyi mtafufuliwa, qalu, wanasema, munkirina mutaajjabina, hali ya kuwa ni wenye kupinga, wenye kuona jambo hilo ni la ajabu. Anuraddu ba'da mautina ila awwalil amri, hivi kweli tutarejeshwa sisi baada ya kufa kurudi katika hali yetu ya kwanza? Fanaudu ahyaan kama kunna qabla al-maut, tukarudi tukawa hai kama tulivyokuwa kabla ya kufa. Jambo ambalo yani wanaona ni jambo gumu, haliwezekani, kumbe ni jambo ambalo kwa Allah ni jepesi sana. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kusema, aidha kunna idhaman nakhira, pindi tunapokuwa sisi mifupa nakhira, iliyooza, iliyochakaa, mifupa imeshabunguliwa, kweli tutarudi sisi katika hali hii kama tulivyokuwa mwanzo? Qalu, usema, wanasema, kama ni kweli, tilka idhan karratun khasira, basi kama ni kweli huko kufufuliwa, tutakuwa katika hali ya hasara. Qalu, wanasema, tilka idhan karratun khasira, ay in kana al-ba'thu haqqan, ikiwa kweli tutafufuliwa, wa ba'athna ba'da mautina, na tukafufuliwa baada ya kufa kwetu, fasawfa nakunu minal khasirina, tutakuwa miongoni mwa watu wenye kupata hasara, li'annana min ahli an-nar, kwa sababu sisi ni watu wa motoni. Kwa hiyo wanajua kabisa, japo wanapinga, lakini wanajua kama kweli tutarejeshwa, basi sisi hakuna kitu, ni patupu, ni watu wa motoni. Allah anasema, fa innama hiya zajratun wahida, basi hakika, fa innama, si vinginevyo, hiya zajratun wahida, ni ukelele mmoja tu. Zajara ni ukelele, na ukelele huo ataupiga nani? Malaika anaitwa nani? Israfil, ndiye atakayekuuliza hili. Fa innama hiya zajratun wahida, hakika si vinginevyo ni ukelele mmoja. Ai fa innama hiya sayhatun wahida yunfaqu fiha fi suri lilqiyami min alqubur, litapulizwa baragumu hilo, watu watasimama katika makaburi yao. Ndiyo maana fa innama hiya zajratun wahida, hakika si vinginevyo ni ukelele mmoja. Akiupiga ukelele ule, basi kila kiumbe kitafufuka. Faidahum bisahira, faidahum bisahira, basi ghafla hao viumbe watajikuta wapo katika ardhi, wapo katika uwanda kama huu, watakuta wametoka kwenye makaburi yao, wapo juu ya ardhi, wanashangaa wapi pa kwenda. Faidahum bisahira, ay fa idhal khalaiq jami'an,
basi ghafla wale viumbe wote ala wajhi al-ardhi ba'da ma kanu fi batniha, watakuwa katika uso wa ardhi baada ya kuwa wako katika tumbo la ardhi, wote watafufuliwa. Hapo sasa ndio kila mmoja, ndio inakuja ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima ablahu. Hapo unyayo wa mtu hautoondoka mpaka aulizwe umri wake aliuchakaza kwenye nini, fima afnahu, umri wake aliumaliza kwenye jambo gani. Ataulizwa pia kuhusu mali yake, kuhusu elimu yake, kuhusu ujana wake, aliutumia kwenye mazingira gani. Ndiyo siku yenyewe ndiyo hii, na kutakuwa kuna event mbalimbali, matukio mbalimbali yatatokea siku ya Kiyama. Baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kutueleza hali nzito ya Kiyama, sasa anataja kwa uchache kisa cha Nabii Musa alayhi salam akiwa na Firauni. Lengo ni kumliwaza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema, hal ataka hadithu Musa, hal ataka hadithu Musa uslubun tashwiqun wa targhibun li sama'i al-qissa. Maneno haya yako katika mtiririko wa kumshawishi mtu asikilize kile ambacho unataka kukielezea. Ndio Allah akatumia hii hal ataka hadithu Musa. Hivi umepata habari ya Musa? Hal ataka hadithu Musa, hal jaaka ya Muhammadu khabaru Musa al-kalim. Je, imekufikia ewe Muhammad habari ya Nabii Musa ambaye alizungumza na Mola wake? Umepata habari hiyo? Ni kama leo mtu anakuja ametoka sehemu, labda mfano kwa mazingira tuliyokuwa nayo sasa hivi, ametoka wapi? Huko kunaitwaje? Kwenye moto unapowaka huko sasa hivi, mfano labda Irani, au ametoka Israeli, ndio akakwambia umepata habari ya Netanyahu. Una habari ya Netanyahu? Si utamsikiliza? Utatega sikio sasa usikie kitu gani kimempata Netanyahu. Ndio uslubu huu uliotumika hapa. Hal ataka hadithu Musa, je, imekufikia habari ya Musa? Habari ya Musa inasemaje? Idnadahu rabbuhu bilwadi almuqaddas tuwa, ay hina najahu rabbuhu, pale alipomuita na kuzungumza naye Mola wake, bilwadi almuqaddas tuwa, katika jangwa, katika bonde takatifu lenye kubarikiwa ambalo linaitwa ni bonde la Tuwa, ambalo bonde hili lipo chini ya mlima wa nini? Mlima wa Sinai. Hapo ndipo ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alizungumza na kiumbe chake mtume wake Musa alayhi salam. Kwa hiyo umepata habari hii. Nabii Musa alizungumza na Mola wake. Kwa maana hapa kuna ijazi ya hadhi, kuna maneno mengi yameondoshwa. Alizungumza na Mola wake, akampa utume, akazungumza naye. Kuna sehemu mbalimbali zimetajwa namna Musa alivyokuwa anazungumza na Mola wake, lakini mwisho kwenye sura hii akampa agizo. Sasa akampa amri, akamwambia idhhab ila fir'auna innahu tagha, nenda kwa Firauni, hakika Firauni amechupa mipaka. Ni watawala Farao, mafarao hawa ni watu wa Misri, na Firauni sio jina, hiki ni cheo. Sawa, ni cheo cha wale wote ambao watawala wanaotawala kule, wanaita mafarao, al-faraina. Allah akamwambia idhhab ila fir'aun, nenda kwa Firauni, innahu tagha, hakika yeye amechupa mipaka. Ai
idhhab ila fir'aun at-taghiya ila fir'aun at-taghiya al-jabbar, Firauni mwenye nguvu aliyechupa mipaka, alladhi jawaza al-hadda fi dhulmi wa tughyan, ambaye alichupa mipaka katika dhulma. Hakuna watu waliokuwa madhalimu kama Firauni. Lakini pamoja na udhalimu wake huu, Allah anamwambia Nabii Musa aende akampe da'wa. Si ndio? Aende akampe nini? Da'wa, akampe ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Faqul, mwambie, sema, hal laka ila an tazakka, unapenda kujitaharisha? Mweleze maneno haya, unapenda utaharike na madhambi, uwe mtu mzuri? Nenda kamwambie maneno haya. Nahitaji ujasiri. Ndio sisi wengine, mke wako unashindwa kumwambia, la haula wala quwwata illa billah. Mke wako anajichubua, anafanya mambo ya ovyo, anatembea uchi, unashindwa kumwambia mke wako. Utaweza kumwambia kitu kama ni Firauni? Ni ujasiri wa hali ya juu sana. Kwa hiyo tuwaambie watu ujumbe. Kama kuna kitu unakifahamu kuhusu Allah, waambie watu jambo hili halifai. Msikae tu watu wanafanya uovu hatuwaambii. Ujumbe huu unatuhusu wote. idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka, ay hal laka raghba wa mailun ila an tatahhara min adh-dhunubi wal ahkam, unapenda kujitaharisha kutokana na madhambi na maovu uliyokuwa nayo, wa ahdiyaka ila rabbika fatahsha, na nikuongoze kwa Mola wako ili uweze kumhofu Allah. Kinachotakiwa mwanadamu kumhofu Allah. Ai wa urshiduka ila ma'rifati rabbika, ni kuongoze katika kumtambua Mola wako, wa ta'atihi, na ukamtii, fatattaqihi wa takhshahu, ikawa sababu wewe ya kumcha Allah na kumhofu. Kwa hiyo maneno haya aliambiwa akamwambie Firauni. Baada ya kufika kule, Nabii Musa akamlingania, akafanya ya kufanya, akamweleza maneno mazuri, maneno mazuri kabisa. Na katika aya nyingine katika surati Taha, Allah alimwambia faqula lahu qawlan layyina, nenda kazungumze naye maneno laini, usizungumze naye maneno makali. Pamoja na kwamba Firauni amesema maneno mabaya, lakini zungumza naye maneno laini. Leo unapata watu ujasiri wa kuwatoa watu. Mtu hajakufuru, hajafanya jambo lolote, unampa maneno makali. Ikiwa Firauni aliambiwa aseme maneno Musa aliambiwa azungumze maneno mazuri laini kwa Firauni. Kwa nini huyu ambaye hajakufuru Mungu kwanza tu unamwanzia na maneno makali kabla haujampa maneno laini, maneno mazuri? Wewe usulubu wa da'wa utakuwa katika mazingira haya. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza kwamba fa'arahu al-ayata al-kubra, baada sasa ya kupinda na baada ya kupinga yale yote aliyoambiwa, ndipo sasa Musa akamuonesha Firauni miujiza. Miujiza haikuja tu kwanza mpaka alipopinga. Unajua muujiza gani hapa? Fa'arahu al-ayata al-kubra, akamuonyesha alama kubwa, akamuonyesha muujiza mkubwa baada ya Firauni kujikataa, yani kukataa kumfuata Musa alayhi salam. Wa hiya qalbul asa hayya, miongoni mwa muujiza aliyompa ni fimbo ya Nabii Musa iligeuka kuwa nini? Iligeuka kuwa nyoka.
Imam Qurtubi anasema arahu al-alama, alimuonyesha alama al-uzma kubwa, wa hiya al-mu'jizatu, nao ni muujiza ambao Ibn Abbas anasema hiya al-asa, muujiza wenyewe ni ile fimbo. Baada ya kuonyesha ile muujiza, fakadhaba wa asa, ay fakadhaba Firaun nabii Allah Musa, Firauni akampinga nabii Musa, wa asa, na kaasi amri ya Allah. Fakadhaba wa asa, akampinga Musa na kaasi amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni hali ya watu wenye vipato, watu wenye nguvu, kuwapelekea haki huwa wanapinga. Haikuanza kipindi hiki, kipindi chote ndio iko hivyo. Mtu akijiona ana uwezo, basi anapinga kila kitu, hata kama ni haki. Allah anasema katika surati al-Alaq, anasemaje? Kalla innal insana la yatagha, si hivyo, hakika mwanadamu ni mwenye kuchupa mipaka. Arraahu staghna, pale anapojiona ameshatosheka, akiona anazo tu mfukoni au kwenye benki au sehemu yoyote, ana uhakika kwamba zipo, anajitosheleza mwanadamu. Ndio hali ya mwanadamu ilivyo. Arraahu staghna, akijiona na utajiri, basi anaasi. Ndio hali iliyotokea kwa Musa, iliyotokea kwa Firaun dhidi ya Musa. Wa fakadhaba wa asa, akampinga nabii Musa na akaasi amri za Allah. Thumma adbara yasa, kisha akageuza mgongo na akakimbia. Yasemekana alimkimbia yule nyoka kutokana na utisho aliokuwa nao. Thumma adbara, kisha akageuza mgongo, yasa, akafanya harakati na kukimbia. Alivyokimbia hakuishia hapo, fahashara fanada, si ndio au nimeruka kwa sawa? Fahashara fanada, ay fajamaa as-saharata, akawakusanya wachawi, waljunuda, na askari wake, wal atbaa, na wafuasi wake. Wa waqafa khatiban fi nas, akasimama anawatolea hutuba watu kama alivyo Netanyahu, ni vile vile na makafiri wengine wote. Anakusanya watu kama ni majeshi, anaweka press kubwa sana, conference, anaanza kuwahutubia. Na ndicho alichokifanya Firauni baada ya kuletewa ujumbe. Unamwekea press nabii, subhanallah, kusanyia nabii watu, unapinga dawa yake. Ni bora ukae kimya, lakini unakusanya watu, unamwekea kikao kikubwa. Kwa hiyo Firauni akafanya hilo jambo. Fahashara, yani akakusanya wachawi, wanajeshi, nani, akasimama. Faqala ana rabbukumul a'la, akasema mimi ni Mola wenu mkubwa. Katika moja ya maneno aliyozungumza ni maneno haya machafu kabisa, faqala ana rabbukumul a'la, mimi ndio Mola wenu mkubwa niliyekuwa juu kabisa. Faqala lahum bi sautin 'alin, akasema kwa sauti ya juu, ana rabbukumul ma'budul 'azim, mimi ndio Mola wenu muabudiwa mkubwa kabisa, alladhi la rabba fawqi, ambaye hakuna Mola mwingine zaidi yangu mimi, hakuna Mola, ni mimi. Na katika moja ya maneno mengine aliyazungumza akasema, alaysa li mulku misra, mimi si ndo mfalme wa hii miji, si ndo mfalme wa Misri mimi? Alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti, na hii mito yote inatembea chini yangu mimi. Mtu Naili, mto gani? Hii mito yote mimi si ndo nayoendesha hii? Anasema maneno mazito kama haya. Kwa hiyo baada ya kusema maneno haya, faqala ana rabbukumul a'la, Allah anasema fa akhadahu Allahu nakala al
akhirati wal ula. Fa akhadahu Allah akamkamata kwa nguvu, akamwangamiza Allah. Fa ahlakahu Allah akamwangamiza. Ndio maana fa akhadahu Allah akamwangamiza. Nakala al-akhirati, ikiwa ni adhabu ya neno lake la kwanza, wal ula, na neno lake la mwisho ambalo ni hili hapa tulilolisoma. Kuna neno la kwanza lilisema, tutakuja kulieleza hapa chini. Fa ahlakahu Allah akamwangamiza, uqubatan lahu, ikiwa ni adhabu kwake yeye, ala maqalatihi al-akhirah, juu ya haya maneno yake ya mwisho, ambayo maneno ni yapi? Ana rabbukumul a'la, mimi ni Mola wenu mkubwa. Wal ula, na neno lake la kwanza ni pale aliposema ma alimtu lakum min ilahin ghairi, mimi sitambui nyinyi mna Mungu mwingine kuliko mimi. Aliwaambia watu wake maneno haya. Yasemekana maneno haya alipoyasema, neno hili la kwanza na neno la pili, ulikuwa ni muda wa miaka 40. La kwanza lilisema hapa Allah akampa muda labda atatulia tafadhali miaka 40. Angalia Allah alikuwa mpole. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, usidhani kwamba Allah ameghafilika na matendo anayoyafanya madhalimu. Unamdhulumu mwenzio, unamfanyia hivi, Allah hajaghafilika. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Allah anakuacha mpaka siku ambayo macho yatakodoka, ndio anakukamata. Ndio mfano huu. Allah alimpa muda tu Firauni, akakaa muda mrefu mpaka akasahau. Akaja sasa akasema maneno kwa mara ya pili kwamba mimi ni Mola mlezi kuliko mwingine yote, hakuna zaidi yangu. Kwa hiyo Allah akamwadhibu kwa maneno haya. Allah anasema inna fi dhalika la ibaratan liman yakhsha, inna fima dhukira, katika haya, inna fi dhalika, hakika katika hayo yaliyotajwa, la ibara, kuna mazingatio. Kwa nini Allah Firauni alisema maneno haya, akampa muda, lakini ipo siku yake akaja akamtia mbaroni, akamzamisha kwenye maji? Kuna mazingatio hapa. Inna fi dhalika, hakika katika hayo yote yaliyotajwa, la ibaratan, kuna mazingatio, liman yakhsha, kwa yule anayemhofu Allah. Inna fima dhukira min qissati Firaun, hakika katika yale yaliyotajwa kwenye kisa cha Firaun, wa tughyani, na uovu wake, wa mahalla bihi, na yale yaliyomtokea, min al-adhabi wan nakal, kutokana na adhabu na mateso, la ibaratan, kuna mawaidha, kuna mazingatio, wa itibaran liman yakhafu Allah, kwa yule anayemhofu Allah jalla wa ula, wa yakhsha iqaba, na anahofia adhabu yake. Kwa hiyo katika haya tupate mazingatio kwamba na sisi ikiwa Allah amemfanyia hivi Firauni, na sisi sasa turudi nyuma ili tuweze